Baba yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, wewe uishie milele na milele daima Bwana. Mungu wetu, tunajua ya kwamba unapendezwa na sifa zetu kila wakati, na Bwana unapendezwa wakati ambapo tunatoa shukrani na kusifu jina lako, wakati tunaleta dhabihu za kiroho. Naomba ya kwamba Bwana uweze kupokea shukrani kwa jina la Yesu Kristo. Tunaabudu jina lako, tunakuenzi, tunakusifu na tunasema ya kwamba ni wewe unastahili. Tunafurahi Bwana kwa sababu katika hii safari ya maisha unazidi kutuongoza siku baada ya siku. Mungu wetu, unazidi kufunua neno lako na mkono wako wa ukombozi kwetu Bwana, ili nasi Bwana tuzidi kuimarika. Maana namna yetu ya kuimarika Bwana ni kwa njia ya neno lako. Basi tunakupatia sifa na shukurani. Naomba usaidie kila mmoja wetu aweze kujitoa kwako kwa njia kamilifu, ili uweze Bwana kutekeleza hii kazi, na hatimaye kila mmoja wetu aweze kuwa na kimo cha mtu mkamilifu. Tusamehe dhambi Bwana, chunguza maisha yetu, chunguza mioyo, chunguza nia Bwana, chunguza makusudio Mungu wetu, na kila kitu ambacho ni kinyume na haki. Naomba ya kwamba ukitoe Bwana, tuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, jalia kila mmoja aweze kuishi maisha yake katika mapenzi makamilifu ya Mungu na sio yale ya kuruhusiwa. Tunaabudu jina lako Bwana, useme nasi siku ya leo. Angalia mahitaji yaliyo miongoni mwetu, basi shughulikia hitaji la kila muaminio kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, naomba ya kwamba uweze kuwaponya. Ibada hii Bwana tunaikabidhi mikononi mwako, tukiomba ya kwamba uondoe nguvu na ushawishi wa yule muovu, na ya kwamba Roho Mtakatifu peke yake ni yeye atamiliki Bwana. Pokea sifa na shukurani, tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika Luka 24. Luka 24, tusome mistari michache pale kabla ya kuketi. 24, tutaanza mstari wa 44 mpaka 49. Biblia inasema, kisha akawaambia, huyu ni Yesu Kristo, amefufuka, ametembea na Cleopas na mwenzake. Na hapa tumefika sasa karibu mwisho wa ule mlango. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana abariki neno. Tunaweza kuketi. Ninaendelea kuongea juu ya Roho Mtakatifu, na leo hii wakati ninaongea juu ya Roho Mtakatifu ningetaka kuongeza na kusema nguvu za huduma, ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu za huduma. Na tukiongea juu ya nguvu, kanisa la Mungu aliye hai linafaa kuwa ni kanisa ambalo lina nguvu. Na kama vile ambavyo tunajua, nguvu zetu si za kisiasa, nguvu zetu si za kidini, lakini ni nguvu za kiroho. Ni nguvu za kiroho, sio za kisiasa. Madhehebu ni watu ambao wameshika siasa. Ndio maana unaona siku za Jumapili wanasiasa wanaenda katika madhehebu, wanapata nafasi kule, wanafanya siasa, wanafanya kampeni ndani ya madhehebu
kwa sababu madhehebu hawana nguvu ya kiroho. Madhehebu ni institution, ni taasisi tu kama vyama vya siasa. Isipokuwa ni vile wanataja jina la Bwana Yesu Kristo, ni taasisi kama vyama vya siasa. Lakini kanisa la Mungu aliye hai sio taasisi kama hiyo. Maana huwa tunasema ya kwamba kuna tofauti ya kanisa la Mungu aliye hai na madhehebu. Madhehebu ni taratibu za wanadamu zimeletwa pamoja, serikali ya mwanadamu ikaletwa pamoja, na hakuna uhai unatembea miongoni mwao. Kanisa la Mungu aliye hai ni mwili. Na mwili unakuwa hai maana kuna uhai ambao unatembea mle ndani. Na uhai ulio katika kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo ni uhai wa damu ya mwanakondoo, na uhai wa damu tunajua ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa la Mungu aliye hai ni kitu kilicho hai. Sio taasisi, sio madhehebu, sio mpango wa kibinadamu, lakini ni kitu ambacho ki hai. Nabii anasema mahali fulani katika nyakati 7 za kanisa, Mungu anachukia kanisa ambalo halina nguvu. Anasema anachukia kanisa ambalo halina nguvu. Na kuna mahali anasema hivi, na ni ndani ya nyakati za kanisa vile vile. Anasema ikiwa karama za Roho Mtakatifu hazionekani ndani ya kanisa, kanisa hilo litatoa hesabu siku moja. Ni kwa nini karama hazikuonekana ndani yake? Kwa sababu haya ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, maana ameachilia uhai wake uweze kutembea pale. Kwa hiyo kama haya mambo hayaonekani, anasema hilo kanisa litatoa hesabu siku moja. Kwa hiyo anasema ya kwamba anachukia kanisa ambalo halina nguvu. Kanisa la kidesturi, kanisa la kimtindo, mahali ambapo Mungu hatembei, ni theolojia tu iko miongoni mwa watu. Hakuna uwezo wa kushinda dhambi, hakuna watu wanazaliwa mara nyingine, hakuna ishara ambazo Bwana Yesu alisema zitafuata wale waaminio. Nabii anasema Mungu anachukia jambo hilo. Kanisa ambalo halina nguvu, kanisa la kimtindo. Na kanisa likikosa nguvu, ulimwengu unaingia miongoni mwao. Tabia za kilimwengu zinakuja, zinaingia miongoni mwa waaminio na zinapata mamlaka juu yao. Unaona ulimwengu unakandamiza waaminio kwa sababu hakuna kiwango. Roho Mtakatifu yuko pale aweze kuufungia ulimwengu nje. Lakini unaingia kwa sababu hakuna kiwango, hakuna nguvu pale ya kulinda kanisa tokana na ushawishi wa ulimwengu. Kanisa la Bwana Yesu Kristo sio kanisa la kimtindo, ni kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio sababu katika ule ujumbe ambao unaitwa vitambulisho 5 vya kanisa la Mungu aliye hai, anasema ya kwamba kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo ni ufalme wa Masihi. Na ukiwa ufalme wa Masihi, Masihi mwenyewe ndiye kichwa cha hilo kanisa, wala kanisa hilo huwezi kulifanya dhehebu, kwa sababu huwezi kufanya kanisa dhehebu ambalo linatawaliwa na Masihi mwenyewe. Yeye ndiye mti wa mafuta na ni yeye anaongoza kanisa lake. Na tukiongea juu ya nguvu za huduma, kwa sababu nimesema Roho Mtakatifu, na leo nikasema ya kwamba tunaongea juu ya Roho Mtakatifu akiwa nguvu za huduma. Tunajua nabii alihubiri ujumbe, Roho Mtakatifu ni nini? Na Roho Mtakatifu alitolewa kwa nini? Kwa nini watu wanapatiwa Roho Mtakatifu? Na akasema mambo mengi. Ni jumbe 2 zimewekwa katika kitabu kimoja. Ujumbe mmoja ulikuwa unauliza Roho Mtakatifu ni nini, akaeleza jambo hilo. Na sehemu ya pili akaweka kichwa akasema kwa nini alitolewa. Kwanza kabisa tunajua Roho Mtakatifu ni Kristo ndani yako. Wakati tunaona siku ya Pentecost, upepo unashuka ukienda kasi, na kisha ndimi za moto zinaonekana kule. Ndimi hizo za moto zikionekana kule, ni Kristo anajigawanya na anaingia ndani ya kila muaminio. Kila muaminio anakuwa na sehemu ya Kristo ndani yake. Kwa hiyo ni kusema ule ulimi wa moto unaingia ndani ya muaminio, ni Kristo ndani yako. Kristo ndani yako kwa namna ya Roho Mtakatifu. Na nabii anasema Roho Mtakatifu wakati anaingia katika waaminio, anaingia ili kuendeleza huduma ya Bwana Yesu Kristo hapa duniani. Wakati Yesu aliondoka, lazima angekuwa na mashahidi. Yeye akaondoka,
lakini lazima Mungu awe na mashahidi, na ndiyo sababu anawaambia wakae Yerusalemu, waweze kuvikwa na uwepo kutoka mbinguni, ili waweze kuwa mashahidi wake wakianzia Yerusalemu. Niyo ni Kristo anaingia ndani ya hilo kanisa, waweze kuwa mashahidi wake. Shahidi wa kweli ni mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani yake. Na sisemi ya kwamba kabla ya kupata Roho Mtakatifu uweze kushuhudia. Unaweza kushuhudia kwa sababu wewe ni mwaminio. Lakini ili maneno yako yaweze kuwa na nguvu na athari, Roho Mtakatifu anahitajika. Kwa sababu sisi kama binadamu tunashawishi watu, ni Roho Mtakatifu anashawishi watu. Lakini Roho Mtakatifu anakutumia wewe kushawishi mtu fulani juu ya ukweli huu wa neno lake. Tunahitaji Roho Mtakatifu ili kusudi kila ndugu na kila dada aweze kuwa shahidi mwaminifu na wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, anaingia kuendeleza huduma ya Bwana Yesu Kristo. Kuendeleza hiyo huduma. Ndio sababu unasikia ikisemekana sisi ni viungo vya mwili. Yesu ni Kristo ni kichwa cha mwili, ni yeye anaongoza kanisa lake. Ndio maana ya kichwa, anaongoza kanisa lake, anamiliki, anatawala. Nasi ni viungo, na Mungu anatutumia vile ambavyo anaona yafaa. Anatumia viungo vya mwili. Na nabii anasema ya kwamba wakati Mungu anafanya kazi yake hapa duniani ambayo inahusiana na ukombozi, hatumii watu waliokufa, hawezi kutumia madhehebu. Anatumia watu walio hai, viungo vilivyo hai, mwili ulivyo hai, mwili ulio hai, kwa sababu Roho Mtakatifu anatembea ndani ya ule mwili. Si watu waliokufa. Mungu anafanya kazi kupitia walio hai, si waliokufa. Ndio sababu unaona katika Waefeso mlango wa 5 na mstari wa 14, Biblia inasema wewe uliyelala miongoni mwa wafu, toka miongoni mwao na Kristo atakuangazia. Ni mtoto wa Mungu akiwa katika madhehebu. Biblia inasema umesinzia na umelala miongoni mwa wafu. Wafu pale ni watu ambao wako katika madhehebu, ni watu wa kidini, lakini si watoto wa Mungu. Na unaambiwa utoke miongoni mwao. Sasa Mungu hawezi kufanya kazi miongoni mwa wafu. Lakini hawa wafu tunasema ni watu ambao wanatembea na wanabeba Biblia, lakini ni wafu kiroho. Ndio maana kwa mfano unaona maandiko yakisema mwanamke ambaye anaishi katika anasa ni mfu akiwa hai. Yaani amekufa kiroho lakini yu hai katika mwili, lakini katika nafsi yake ni mfu. Ndio sababu tuna ujumbe, nafsi zilizo kifungoni hivi sasa. Watu ambao hawezi kuokolewa lakini bado wanatembea. Nakutana nao kule barabarani, kule mjini, lakini ni watu ambao wamekufa milele. Ndio sababu bi harusi ana sehemu katika kushuhudia hao ambao wamekufa na hawawezi kuokolewa, lakini wako hai katika mwili, lakini kiroho wameshakufa. Kristo anaingia ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, anaingia ndani ya kina ndugu, kina dada, ili aweze kuendeleza kazi yake hapa duniani. Maana lazima awe na mashahidi. Ndio sababu unaona kitabu cha Matendo ni kuendelea kwa huduma ya Bwana Yesu Kristo ambayo tunasoma katika zile injili 4. Mathayo na Marko na Luka na Yohana tunaona ni huduma ya Bwana Yesu Kristo. Na kisha akatoweka na mwili, akaenda mbinguni, lakini huduma yake haikukoma. Ilisita tu kwa majuma machache, na kisha akarejea kama Roho Mtakatifu. Yeye yule nabii anasema akabadilisha kinyago, akarejea akaingia ndani ya kanisa lake, ili sasa aendeleze kazi yake akiwa ndani ya kanisa, na ni yeye sio mwingine. Na ndio sababu wakati Paulo alikuwa anatesa kanisa na Mungu akamtokea pale katika Matendo 9, sikia vile anamuuliza, Bwana Yesu anamuuliza, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Na kadiri Paulo alivyojua, yeye hakuwa anatesa Mungu mahali popote. Alikuwa anatesa watu ambao wanaiharibu imani ya baba zake. Lakini Yesu akasema mbona unanitesa? Na hapa Paulo alikuwa anatesa nani? Kanisa. Lakini kanisa hili lilikuwa linafanya mambo hayo kwa sababu ni Kristo alikuwa ndani yake. Kwa hiyo Paulo alikuwa anatesa Kristo bila kujua. Maana anaona watu, lakini hawa watu wanaendeshwa na Yesu Kristo kwa umbo la Roho akiwa ndani yao. Nabii anasema wakati ambapo uko hapa duniani, anasema ya kwamba unachukua mahali pa Kristo. Unachukua mahali pa Kristo, maana hayuko hapa na mwili. Kanisa linachukua mahali pake. Ni kama wakati ambapo jua limetua nao mwezi unainuka.
Na mwezi ni mfano wa kanisa, na jua ni mfano wa Kristo. Na mwezi hauna mwangaza wake, unatoa mwangaza kutoka kwa jua na kisha kurudisha mng'ao kwa dunia hapa. Ni kusema wakati Kristo hayuko hapa, kanisa lake linachukua nafasi yake ili liweze kuwa nuru ya ulimwengu. Kama nabii anasema, watu hawatawahi kumuona Kristo mwingine isipokuwa wewe. Kama mtu wa ulimwengu atamuona Kristo, ataona Kristo akiwa ndani yako. Wewe ndiwe mwakilishi wa Yesu Kristo mahali ulipo. Na Yesu akasema wewe ni nuru ya ulimwengu na wewe ni chumvi ya ulimwengu. Naona lazima Kristo aonekane ndani ya waaminio. Na ndio sababu Mungu amekuweka katika ule ujirani. Unashindwa na nikujaje hapa? Uliwekwa hapo na Kristo kwa sababu anataka mwangaza hapo. Akaweka ndugu mwingine pale kwa sababu hapo napo anataka mwangaza. Maana watu wa dunia wako chini ya giza. Akakuweka pale kazini mahali unafanyia kazi kwa sababu Mungu anataka mwangaza katika giza. Na anasema ya kwamba nuru inaangaza vizuri zaidi mahali giza ni totoro. Anasema hivyo, ndio sababu umewekwa katika hayo mazingira ili nuru iweze kupatikana mahali pale. Na nabii anasema katika ujumbe, maisha ya muaminio yatafanya walimwengu wahukumiwe. Huenda mahali yuko haneni mambo mengi, lakini anaishi lile neno. Na hawa watu wanaona lile neno. Na kama hawatamjia siku moja wamwambie, tungetaka kujua siri ya kuishi maisha kama haya. Tungetaka kujua siri ya kuishi maisha kama haya yako. Kama hawatamjia siku moja wamuulize hivyo, kutokumuuliza kutaleta hukumu juu ya maisha yao. Kwa sababu waliona neno likiwa katika mwili na hawakutamani kujua namna wanaweza kuishi maisha kama hayo. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kufanyika neno, tuweze kuwa na ile ishara, token, uzima wa mwanakondoo, na hiyo ishara iweze kuonekana wazi. Kama vile Israeli walifanya ili waoneshe ya kwamba wametii Mungu, walipaka damu kwenye milango pale upande wa ndani na upande wa nje. Ni kusema wakati unajazwa na Roho Mtakatifu, Kristo yuko ndani na mpaka nje anaonekana. Watu wakikuangalia wanaona Mkristo. Kwa sababu Kristo si kitu ambacho unaweza kufunika chini ya debe. Unaona? Kama vile nabii anasema katika ujumbe, kuna watu wengine ambao wakifanya kazi ofisini wanasema, sasa sikiza, anaambia rafiki wake wa karibu, anasema, sasa sikiza hapa. Mimi ni Mkristo lakini sitaki uambie watu. Nataka unyama. Anasema huo si Ukristo. Ukristo ni kitu ambacho kinaonekana wazi. Si kitu ambacho unaweza kufunika. Kama wewe ni Mkristo, wewe ni Mkristo kwa maisha yako na maneno yako. Wewe ni Mkristo kwa kila namna. Na kwa sababu nimesema ya kwamba wakati jua halipo, mwezi unachukua mahali pake, ni kusema Kristo hayuko hapa duniani na mwili, lakini kanisa linachukua nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nilikwambia siku nyingine, wakati unajazwa na Roho Mtakatifu, hukujazwa na Roho Mtakatifu ili tu uwe unasema nilijazwa na Roho Mtakatifu. Ni jambo la kujivunia, na ni sawa, ni jambo la kujivunia, lakini ujue ya kwamba wakati unajazwa kwa Roho Mtakatifu umefanywa mshirika pamoja na Yesu, na wewe ni mfanyakazi pamoja na Yesu Kristo. Unafanya kazi pamoja na Yesu Kristo. Nabii anasema wakati unajazwa kwa Roho, Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi katika kurejesha ndugu yako aliyepotea. You have a part in restoring your lost brother or sister. Amekupatia nafasi ya kurejesha ndugu yako aliyepotea. Amekupatia nafasi uweze kuleta watu wa familia ndani ya wokovu. Kwa sababu anasema kama hii imani ilikufanyia kazi wewe, inaweza kufanyia mwingine. Lakini unahitaji kusimama katika pengo. Na kuna namna tatu, kuna mambo matatu ya kufanya wakati unataka familia ama mtu wa karibu aokolewe. Kuna mambo matatu ya kufanya. Jambo la kwanza ni kumshuhudia neno. Jambo la pili ni kuwa katika maombi, kufanya uombezi kwa ajili yake. Na jambo la tatu ni kumuishia neno hilo ili aweze kuona neno likifanya kazi. Nabii anasema hivyo ndivyo unafanya hii ishara ifanye kazi, applying the token, ili wale wengine ambao unapenda waweze kuokolewa. Kwa hiyo wakati unajazwa na Roho, ujue umefanywa mfanyakazi katika uchumi wa Mungu, na huwezi kuketi wakati watu wanaangamia. Ukiketi tu
na una ule uzima, utakuwa ukifanya kama Yona. Yona ana ujumbe wa kuokoa watu na hataki kwenda. Mtu yuko na ujumbe wa kuokoa watu na anataka watu waangamie. Anatumwa na ule ujumbe na Roho wa Mungu yuko juu yake, lakini akifika pale, akifika pale kwenye kituo cha meli, badala ya kuelekea mahali ambapo ametumwa, basi anatafuta meli ya kwenda kwingineko kwa sababu hataki kufanya kazi ya Mungu. Ndio sababu nabii anahubiri ujumbe ambao unaitwa mtu anayeukimbia uso wa Mungu. Naona wewe fikiria kwamba umepatiwa ujumbe wa kuokoa watu, lakini hutaki kupeleka ule ujumbe. Kwa hivyo ni heri watu waangamie. Ndio sababu Mungu alimshika akampeleka pale kwa lazima ili aweze kushuhudia, na tunajua wale watu walitubu. Na wakati wewe nawe Roho Mtakatifu anaingia ndani yako na unaamini ujumbe huu, ujue wewe ni mjumbe. Kila ndugu na kila dada ni mjumbe wa huu ujumbe. Mahali unaishi, wale watu unakutana nao kila siku, wewe ni mjumbe pale, umwakilisha Yesu Kristo kwa maisha yako na kwa maneno yako. Ili yamkini kama kuna wengine miongoni mwao ambao wameteuliwa uzima, wanaweza kuja kupitia channel yako, kupitia kwako, kwa sababu ni wewe uliwashuhudia, ni wewe uliishi lile neno, wakatamani maisha kama hayo. Ndio sababu Bwana Yesu Kristo anakuweka mahali ambapo amekuweka. Unakuwa mfanyakazi pamoja na Kristo. Na wakati Kristo anakujaza kwa Roho wake, ukiwa katika mwili, kuna wajibu ambao Mungu amekukirimia. Hakuna ndugu ama dada ambaye hana huduma. Na ile huduma inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Haijalishi huduma yako ni ipi, kama wewe ni muombezi, kama wewe ni muimbaji, nani ya kanisa, kama ni shemasi, kama mhudumu, chochote kile ulicho, huduma yako inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu nguvu za mwili haziwezi kufanya kazi ya Bwana. Hazitaweza kufanya kazi ya Bwana, inachukua nguvu za Roho Mtakatifu kuweza kufanya kazi ya Bwana. Na kila muaminio anatakiwa kuonesha ufufuo wa Yesu Kristo. Resurrection. Ya kwamba Yesu Kristo yuko hai, kila muaminio anatakiwa kuonesha ufufuo wa Yesu Kristo. Ndio sababu dada, jirani yako mtoto wake akigonjeka siku moja na akujie pale akabisha kwako, aseme mtoto ni mgonjwa, uko pale uweze kuonesha Yesu Kristo. Uko pale uweze kuonesha nguvu za ufufuo za Bwana Yesu Kristo. Nenda usaidie jirani yako. Hujui kama hilo itamvuta amwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ni mara nyingi sana Mungu anatumia uponyaji wa kiungu kama chambo, bait ya kuvuta watu waweze kuamini ujumbe baadaye. Kwa nini sister ufanye hivyo? Kwa sababu ukiwa pale unamwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuweze kuelewa mambo hayo. Na kila huduma inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Na hiki ndicho ambacho mitume walikuwa nacho. Ndio sababu tumesoma hapa katika Luka 24 akiwaambia wasiende mahali popote, lakini wakae Yerusalemu mpaka wavikwe na uwezo kutoka mbinguni. Wasiende mahali popote, wavikwe na uwezo kutoka mbinguni, maana bila Roho Mtakatifu huduma haiwezekani. Hata ukijaribu sana kibinadamu, huduma haitawezekana. Tunaweza kuona hawa watu walikuwa na shida nyingi sana kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Na hata hivyo ukumbuke, Yesu Kristo alikuwa anamimina Roho wake juu yao ili waende wafanye kazi mahali ambapo atatembea baadaye. Wamtangulie. Wanaenda kama advance party. Naona, wanaenda kimbele, wanaponya watu wenye ukoma, wanaombea wagonjwa, wanatakasa watu wenye ukoma mahali ambapo watakuja baadaye, na hawajazaliwa mara ya pili. Lakini wana upako juu yao. Na wakiwa na huu upako wamejaa mambo ya kimwili. Wakati wanatembea barabarani wanaanza kubishana, mkubwa ni yupi hapa? Who is a big shot? Mkubwa ni yupi? Yesu anaita mtoto miongoni mwao, anasema, hebu sikizeni hapa. Sikilizeni hapa. Msipopokea ufalme wa Mungu kama huyu mtoto, mtoto unajua hana hatia, anaamini kila kitu unamwambia. Msipopokea kama mtoto huyu, hamwezi kuingia katika ufalme. Kasema tena, ukitaka kuwa mkubwa kule mbinguni, basi nyenyekea uhudumie wale wengine. Na hilo linakuwa vigumu sana. Inakuwa ni vigumu sana binadamu kunyenyekea atumikie wale wengine. Lakini akasema kama unataka kuwa mkubwa, basi uende chini utumikie wale wengine.
Unaona, wanaongozwa na mwili. Wanaenda mahali pengine wanaona mtu akitoa pepo na si wa kundi lao. This man doesn't belong to our camp in the message of the message. Wanasema wewe tunakuonya. Sisi ndio tuko na Yesu Kristo. Usidhubutu tena kutoa pepo, na wao wenyewe hawaendi kutoa. Wakiona mwingine anatoa, unaona, wanataka kumkataza, lakini wao hawataenda kusaidia yule mtu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuongozwa na mwili. Wanaenda, Petro anataka kumtetea Yesu Kristo akitumia upanga, anakata masikio ya watu. Na Biblia inasema baadaye ya kwamba vita hivi si vya mwili na damu, ni vita vya kiroho. Walikuwa wamejaa mambo ya mwili. Usidhani mitume ati walikuwa watu super kuliko wewe. Walikuwa ni watu ambao wana shida kama zile ambazo tuko nazo hapa. Lakini Mungu aliwasaidia, wakazaliwa mara ya pili. Wakazaliwa mara ya pili ili shida hizo ziweze kuondoka. Na wakati walikuwa na shida hizo, ujue wana upako juu yao, kwa sababu Yesu Kristo mara kwa mara anawatuma kwenda kufanya kazi fulani. Lakini hawajazaliwa mara ya pili. Moyo haujageuzwa waweze kuwa viumbe vipya. Na ujue Judas alikuwa pale. Judas alikuwa pale na alikuwa na ule upako. Lakini hawakuzaliwa katika hiyo hatua, hawakuzaliwa mara ya pili, maana Yesu Kristo hajatolewa kama sadaka. Lazima Yesu angetolewa kama sadaka ili sasa hawa waweze kuzaliwa mara ya pili. Na kisha nabii anasema kabla ya siku ya Pentecost, Judas akawa ameonyesha rangi zake. Ya kwamba wakati wengine wanaenda pale chumba cha juu kupata Roho Mtakatifu aweze kuwa urithi wao, Roho Mtakatifu aweze kuwa fungu lao, yeye hakufika pale, alionyesha rangi zake kabla ya kufika pale. Na unajua huyo roho ambayo walikuwa wamepatiwa alikuwa juu yao, ule haukuwa ni urithi. Ni kitu cha muda tu, fanya kazi ukitumia hiki kitu cha muda na kisha kinaondolewa. Lakini walipofika siku ya Pentecost, sio kitu cha muda walikuwa wanapatiwa, ni unapatiwa Mungu aweze kuwa sehemu yako. Niambie kama kuna kitu kikuu kuliko hicho, ndugu. Je, ni kununua pink Cadillac ama ni nini? Ama ni kuwa na ndege, private jet? Hakuna kitu ambacho kinazidi kuwa na sehemu ya Mungu, ya kwamba hiyo sehemu ni yako. Brother, sister, ukiwa na Roho Mtakatifu ni kitu ambacho huwezi kupokonywa katika haya maisha na maisha yajayo. Ni fungu lako milele daima. Kwangu mimi, hao ndio watu matajiri. Matajiri ni hao, sio mtu aliye na mali ya ulimwengu na hana uhusiano na Mungu. Na Mungu na atusaidie sana. Sasa unaona, ikabidi waende kule Pentecost, na walipoenda Pentecost wakajazwa na huyo roho. Roho Mtakatifu alipowajaza, aliwazaa mara ya pili, na pia katika kuja kwake akawapatia nguvu kwa ajili ya huduma. Na hapo ndipo wanaandika kitabu cha Matendo. Yale mambo yote tunaona wakifanya, na kazi kuu na miujiza na mambo yasiyo ya kawaida, na dhambi haiwezi kusimama miongoni mwao, na upambanuzi wa dhambi miongoni mwao. Mambo hayo yanafanyika kwa sababu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu yuko ndani yao. Wakaandika kitabu kingine cha Matendo. Na kisha nabii anasema katika sehemu tofauti za ujumbe ya kwamba kanisa hilo likiwahi kuwa na tawi lingine la asili, tawi lingine, wataandika kitabu kingine. If they ever have another original branch. Unajua pamekuwa na matawi hapa tangu mitume kuwepo, matawi yamekuwa ni mengi. Tawi la Baptist, wa Pentecoste, Methodist, na hayo matawi si ya kweli. Ni matawi ya uongo lakini wanatumia uhai wa ule mti, lakini hawaleti mazao ya ule mti. Sasa nabii anasema huu mti ukiwahi kuleta tawi lake wenyewe, pale juu watakuwa na kitabu kingine. Na leo tunajua ya kwamba alisema nitatuma Elia nabii ili niweze kurudisha mioyo ya watoto kwa mioyo ya baba zao. Ni kusema ni tawi lingine la asili, another original Pentecostal church, kanisa lingine la kimitume. Na ikiwa ni hivyo, ni kusema ya kwamba wataandika kitabu kingine cha Matendo. Lakini si kuandika ili wengine wanaokuja baada yetu wasome. Hatutaandika kwa namna hiyo. Tutaandika kwa kudhihirisha kile kitabu, uzima wa Yesu Kristo katika miili ya wanadamu. Unaona? Na kabla ya kunyakuliwa ni lazima kanisa lililo hai liweze kuonekana hapa duniani.
Wakati nabii alihubiri huu ujumbe ambao unaitwa ishara, the token, na ambao unakuja baada ya mihuri 7, nimewaambia wakati uliopita ujumbe huu alianza kuhubiri mwezi wa 9 tarehe 1 mwaka 63, na hiyo ni miezi 6 baada ya kuleta mihuri 7. Anasema juu ya huu ujumbe wa ishara, uhai wa mwanakondoo, anasema huu ndio ujumbe ambao ulifaa kufuata ile mihuri moja kwa moja. Lakini baina ya huu ujumbe na ile mihuri 7 kuna jumbe ziliwekwa pale katikati. Anasema kwa nini? Kwa sababu huu ujumbe ni uhai wa mwanakondoo. Na ukirudi kule nyuma katika Biblia, unaweza kuona kitu cha kwanza ilikuwa ni Kristo afungue neno. Hata tumesoma asubuhi ya leo mahali ambapo Yesu Kristo alifungua akili zao waweze kuelewa maandiko. Anafungua neno. Baadaye akatolewa kama sadaka, akamwaga damu. Na wakati damu ilimwagika, nabii anasema ya kwamba ikaachilia uhai uliokuwa ndani yake, na uhai wa damu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya Pentecost inafuata siku ya damu kumwagika. Damu inamwagika kwanza ili Pentecost ije baadaye. Hatuwezi kuwa na Pentecost kabla ya sadaka kutolewa. Kwa sababu Pentecost ni uhai wa ile sadaka ukirejea ndani ya wale watu ambao mwanzo wanaamini ile sadaka. Na siku ya leo wakati mihuri 7 ilifunuliwa, nabii anasema ni neno ambalo linamwaga damu. Anasema bloody word. Ni neno ambalo linamwaga damu. Ni Calvary siku ya leo imejirudia. Na kama ni hivyo, inamaanisha ya kwamba kile kinafuata ni Pentecost. Ndio sababu analeta ujumbe wa token baadaye, kwa sababu ni uhai wa ile sadaka ya neno ambalo limefunuliwa. Na wakati huyu anakuja ni zaidi ya karama za Roho Mtakatifu. Ni kupita vipawa vya Roho Mtakatifu vya Wapentekoste. Anasema hivi juu ya huu ujumbe unaitwa ishara. Anasema Luther hangeweza kuwa nao, hata Wesley hangeweza kuwa nao, hata Wapentekoste hawangeweza kuwa na huu ujumbe. Anasema huu ujumbe wa ishara ungekuja tu wakati wa jioni. Kwa nini? Kwa sababu si karama za Roho Mtakatifu, ni kitu zaidi ya karama, ni uzima wa mwanakondoo. Anasema the personal life of Jesus Christ. Ni utu wa Mungu ukiingia katika mwaminio. Anasema ungekuja tu wakati wa jioni. Na wakati unakuja, huu uzima unakuja kwetu, kwanza unasababisha mwaminio azaliwe mara ya pili. Kama siku ya Pentecost. Na baada ya kuzaliwa mara ya pili, uzima huu unasababisha wewe uweze kuwa na nguvu kwa ajili ya huduma. Kila huduma ulio nayo inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Na hapa kile tunaangalia si upako peke yake wa Wapentekoste. Upako unaweza kuja mpaka miongoni mwa watu ambao sio watoto wa Mungu. Na hiyo siri tunaijua. Na si pepo mchafu, upako wa Roho Mtakatifu uja juu ya watu ambao hawana uzima wa milele. Si upako peke yake tunatafuta utu wa Mungu ndani ya nafsi zetu. Ili jambo la kwanza uzaliwe mara ya pili, uweze kuwa kiumbe kipya, na wakati huo huo una nguvu kwa sababu ya huduma ya Bwana Yesu Kristo. Mahali popote Mungu amekuweka, unahitajika kufanya hiyo kazi ukiwa chini ya huduma, ukiwa chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Unaona? Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, anakupatia uwezo, anakupatia nguvu za kutenda kazi yake. Na unajua nabii anasema hivi katika ujumbe ambao unaitwa uponyaji wa kiungu, divine healing. Anasema wakati Roho Mtakatifu aliingia ndani ya mitume, alikuwa anazidi kupata mamlaka siku baada ya siku. Anasema alipanuka sana akiwa ndani yao, akaanza kuona kupitia macho yao. Akaanza kunena kupitia vinywa vyao. Anasikia kupitia masikio yao. Kwa sababu anapata kile kinaitwa preeminences, yani Kristo akipata mamlaka ndani ya mwili. Ifike mahali ambapo utu wako wote umewekwa chini ya Roho Mtakatifu. Mpaka si mawazo ya binadamu yanatumika, ni mawazo ya Mwenyezi Mungu yanatumika ndani yako. Unaona vile nabii alikuwa anatumia mawazo ya Yesu Kristo kufanya kazi. Inafika hivyo tunakuwa na kanisa ambalo si mawazo ya binadamu yanatumika, ni mawazo ya Yesu Kristo. Kakwambia siku nyingine amesema katika ujumbe, anasema ninaona kanisa pale barabarani likija. Anasema hili jambo la kimwili litatoweka kutoka kwa hilo kanisa, na hiyo nafasi itatwaliwa na Roho Mtakatifu.
Na ikitwaliwa na Roho Mtakatifu kusema umejazwa kikamilifu, basi hawa watu akinena neno, anasema litaenda kama umeme kuumba kile wametamka. Anasema the word will create like that. Anasema litaenda kama umeme kuumba kile wametamka. Na anasema ninaona hilo kanisa likija pale njiani. Najua nawe huwezi kuja hapa kutabiri, uone unasema ninaona likija. Nabii alitabiri. Kazi yako nawe ni kuangalia nyuma, useme hiki ndicho nabii alisema. Na leo maandiko haya ama unabii huu unatimia. Kwa sababu uko hapa uweze kutimiza kile ambacho kilitabiriwa. Si utabiri kwa watu wengine watimize, lakini unajua umekuja hapa utimize kile Malaki 4 alisema. Nafikiri tunaona mambo hayo. Na wakati jambo hilo linafanyika, hapo ndipo tunapata kitabu kingine cha Matendo. Kwa sababu nimesema Roho Mtakatifu anakuzaa na yeye ndiye nguvu kwa ajili ya huduma. Power for service. Na hapa ningetaka nirekebisha jambo moja. Kwa sababu unajua nabii ili aweze kupata mwanga wote ni wakati mihuri 7 ilifunuliwa. Kabla ya mihuri 7 kuna mambo hata yeye mwenyewe hakuwa na hakika kabisa. Ndio sababu unasoma baadhi ya jumbe mwaka 62 akisema, sikubaliani na wale watu ambao wanasema ya kwamba ukijazwa na Roho umezaliwa mara ya pili. Alitenganisha mambo hayo mawili. Kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho, nabii kuna wakati alikuwa ametenganisha. Akasema kuzaliwa mara ya pili ni Yohana 5:24, unasikia neno, unaniamini, na hivyo basi unatoka kwenye mauti, unaingia katika uzima, umezaliwa mara ya pili. Lakini baadaye unabatizwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma. Unaona, anaweka hayo kuwa ni matukio mawili. Baadaye unabatizwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma, lakini umeshazaliwa mara ya pili kwa sababu ya kuamini neno. Lakini Mungu akamrekebisha. Kamuonesha jambo hilo ni moja. Ni kusema kuzaliwa mara ya pili ni sawa na kujazwa na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Na hiyo inamaanisha mpaka nijazwe na Roho sijazaliwa, natazamia kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu anakuja ili akuzae, anakuja na hayo mambo mawili. Anakuzaa na ndiye nguvu ya kufanya kazi. Si kama unazaliwa lakini baada ya muda utapata nguvu ya kufanya kazi. Si kweli. Unazaliwa na Roho Mtakatifu na yeye ndiye nguvu za huduma. Power for service. Huwezi kutenganisha mambo hayo. Ndio sababu tulikuwa tunahitaji ufunuo wa mihuri 7 ili tuweze kuelewa ukweli wote. Ukiondoa ufunuo wa mihuri 7 ndugu, kwa sababu najua kuna waaminio ambao wanasema hao watu wanahubiri mambo magumu sana. Si wakae na ujumbe mambo rahisi rahisi. Haja gani hii ya kucomplicate? Sisi tuna complicate. Ni Mungu alileta siri zake. Na kama mtu hataki siri zake, hatuwezi kumsaidia. Lakini Mungu akileta siri zake, alijua kuna watu wameandaa watazipokea. Kwa sababu wao ndio tai katika kizazi hiki. Naona, tunahitaji siri za Mungu kuweza kuweka kila kitu mahali pake. Kila kitu mahali pake. Ningetaka nisome nukuu ya ujumbe ili niweze kuhitimisha. Na nitasoma hapa katika huu ujumbe ambao unaitwa ile ishara, the token, ule wa kwanza. Manake amehubiri jumbe kadha ambazo zinaitwa hivyo lakini katika maeneo tofauti ya Marekani. Sasa hapa ni mojawapo, ule wa kwanza kabisa. Hapa ni 379. Inasema we don't serve dead creeds and dead gods. Anasema ya kwamba hatutumikii kanuni zilizokufa za imani na miungu iliyokufa. We serve a living God whose blood was shed back there. Anasema tunatumikia Mungu aliye hai na ambaye damu yake ilimwagika pale nyuma. And the token has been applied to us that we live also. Na ile ishara imekuja kwa maisha yetu ili na sisi tuweze kuishi. Tuweze kuwa na ule uzima alionao Bwana Yesu Kristo. 380 nasema don't serve some dead creeds. Usitumikie kanuni ambazo zimekufa. Unaona, mambo ya madhehebu, kanuni za imani, tamaduni za wanadamu, usitumikie mambo hayo. They even deny such things as a token. Hata wanasema hakuna kitu kama ubatizo wa Roho. Hii ishara wanasema hamna. They say the days of miracles is past. Wanasema siku za miujiza zilipita.
Yaani hakuna miujiza inafanyika siku ya leo. Anasema usijiunge na mambo kama hayo ambayo yanaamini mambo kama hayo. There's no such thing as the baptism of the Holy Ghost. Wanasema hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Usijiunge na kitu cha aina hiyo kwa sababu ni kitu kimekufa. Why join something like that? Mbona ujiunge na jambo kama hilo ambalo linakana neno la Bwana? Don't do that. Nabii anasema usifanye hivyo. Anasema apply the token, weka ile ishara, then serve the living God. Ishara kwanza ili tuweze kuona Mungu aliye hai. Vile waliambiwa msiende mahali popote, msalie hapa Yerusalemu mpaka nilete ahadi ya Baba juu yenu. Na kutoka hapo mtaona ishara za Mungu aliye hai. Alafu anasema hivi, apply the token then serve the living God. Weka ishara na kisha utumikie Mungu aliye hai. For living works, kwa ajili ya kazi zilizo hai. Right? Living signs, ishara zilizo hai. Signs that heal the sick, ishara ambazo zinaponya wagonjwa. Raise the dead, hiyo ni amina. Kufufua wafu miongoni mwetu. Si lazima tuzike kila mtu. Kuna wale wa kuzikwa na kuna wale Mungu angetaka warejeshwe kama Dorcas. Kuna wale Mungu angetaka warejeshwe kama Brother Way. Unaona? Raise the dead, foretell things. Ishara ambazo zinatabiri mambo yajayo kwa sababu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu alisema Roho akija ataonesha yajayo. Atawakumbusha niliyosema. Atawaongoza kwenye kweli yote. Alisema mambo hayo yote. Speaking tongues. Tunaamini kunena kwa lugha. Hata kama Wapentekoste wametumia hiyo karama vibaya, hatuamini hiyo Babeli yao. Ninaamini kuna lugha halisi. Kuna lugha halisi la Roho Mtakatifu. Ninaamini hivyo. Na tunaamini hivyo, na huwezi kukataa kitu ambacho Mungu ameweka kwenye neno lake. Lazima tuamini kwa sababu sisi ni waaminio. Speaking tongues, interpret na kutafsiri lugha hizo every time perfectly right. Na utabiri ama tuseme kunena kwa ndimi na tafsiri yake iliyo sahihi kila wakati. Prophecies and say this and such will happen. Na kutoa utabiri na kusema hiki na kile kitafanyika ni mambo yanayofaa kuwa katika kanisa la Mungu aliye hai. Si tukisikia utabiri moja tunafungua vinywa. Hiyo inaanza kufanyika huku. Hayo mambo yanatakiwa kuwa ndiyo kawaida ya waaminio. Hiyo ni kawaida ya waaminio. Show signs in the heavens above, kuonesha ishara kule mbinguni and on earth, signs and wonders, speaking exactly what the Bible said would take place. Ishara na maajabu za kuonesha vile Biblia ilisema kungefanyika. Anasema serve the living God, apply the token. Tumikia Mungu aliye hai kwa kuweka hii ishara. Serve the living God, apply the token. Unaona? Roho Mtakatifu anakuzaa mara ya pili, lakini yeye ndiye nguvu za huduma. Huduma yote ambayo Mungu anakukirimia inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili iweze kustawi na iweze kuleta mazao ambayo Mwenyezi Mungu anakusudia katika maisha yetu sisi kama waaminio. Hataki kanisa baridi, kanisa vuguvugu, kanisa ambalo limekufa, kanisa la kiakili, la kidesturi, la ngoana na waheshimiwa. Anataka kanisa ambalo li hai, linaonesha uzima wa mwanakondoo katika maisha yao, kuchukua mahali pake hapa duniani na kuonesha ishara ya kwamba Mungu yuko hai, hajafa. Mungu yuko hai. Ningetaka tufike hapo tuweze kuomba. Wacheni tuombe. Baba, ni asanti kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu ya yale yote ambayo unatukirimia, ya kwamba ahadi hii ya Roho Mtakatifu ni ahadi halisi kama ahadi zingine zote, na hii ahadi wakati inatekelezwa katika maisha ya waaminio inaonesha ya kwamba Yesu Kristo yu hai. Inaonesha Waebrania 13:8 Yesu Kristo jana, leo na hata milele. Inafanya Kristo aweze kuwa hai ndani ya watu wake, waweze kuwa mashahidi wake katika giza hili kuu sana la Laodikia. Basi na utujalie kila mmoja aweze kujitwalia jambo hili. Tunajua sio historia. Historia inatusaidia kuona vile unafanya kazi, lakini tunajua jambo hili linafanyika hivi sasa miongoni mwetu. Basi ninaomba kila mmoja Bwana
umjaze na utu wako, umsaidie, na si hivyo tu, lakini Roho Mtakatifu aweze kuwa na hatamu na mamlaka katika maisha ya kila mwaminio. Pokea sifa na shukurani Bwana. Tusaidie kutafakari, tusaidie kuchagua maneno hayo, tusaidie kuimarika sana kiroho na kwenda kiwango cha juu kuliko mahali ambapo kila mmoja amesimama sasa. Baba, ninaomba mahali tumepindika utunyoshe, mahali ambapo tunaenda kwa njia isiyofaa Bwana uterekebishe Baba, ili Bwana tutembee kulingana na mapenzi yako yaliyo makamilifu, tukitawaliwa si na nia ya mwili lakini nia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, pokea sifa na shukurani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.